Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ni Paulo Bendela, askofu mkuu wa makanisa ya Ufunuo Tanzania. Nachukua nafasi hii kukukaribisha katika kipindi cha neno la Mungu ambacho sasa kitafanyika kuwa baraka katika maisha yako ndani ya dakika chache zinazokuja. Ebu acha Mungu akubariki katika usikivu wako. Tushirikiane mimi na wewe kupata baraka hizi za mkate wa kiroho kutoka katika nyumba ya Roho Mtakatifu. Mungu akubariki sana. Kitabu cha Isaya sura ile ya 9 mstari ule wa kwanza tutakuwa hadi mstari wa 3. Hiyo mstari itakuwa imetusaidia sana. Lakini yeye aliyekuwa katika dhiki hatakosa changamko. Hebu tuseme wote, yeye aliyekuwa katika dhiki hatakosa changamko. Hapo kwanza aliingiza nchi ya Zabulon na nchi ya Naftali katika hali ya kudhalauliwa, lakini zamani za mwisho ameifanya kuwa tukufu karibu na njia ya bahari, ng'ambo ya Jordan, Galilaya ya mataifa. Watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu. Watu wote waliopita katika mateso, waliopita katika madeni, waliopita katika operation, waliopita katika kesi, waliopita katika kuishi ukiwa bila ndoa, walioishi katika mateso ya kulia kwa ajili ya matatizo ya watoto, nuru kuu ikakufunike wewe na uzao wako kwa jina la Yesu aliye hai. Mstari wa 3 ambao ndio mstari wa mwisho, abi yake mstari ule wa 2. Wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, nuru imewaangaza. Natangaza kuanzia leo, siku hii ya furaha, wale wote ambao wanaumwa magonjwa ya kifo, kisukari, ukimwi, pressure, kansa, natangaza uzima ukahuishe miili yenu, mkapate afya, mifupa yenu ikawe imara kuanzia sasa katika jina la Yesu aliye hai. Mstari wa 3 na ndio wa mwisho. Umeliongeza taifa, umezidisha furaha yao. Narudia, umeliongeza taifa, umezidisha furaha yao. Wanafurahi mbele zako kama furaha ya wakati wa mavuno, kama watu wafurahivyo wagawanapo nyala. Kuna baraka inakwenda kutokea ya kugawana faida. Hii roho ya kugawana faida ikawe juu yako katika jina la Yesu aliye hai. Wale waliotembea gizani, hawana mtu wa kuwashika mikono, hakuna mtu wa kukupeleka kwenye ofisi upate ajira, nuru kuu itakayoangaza juu ya mataifa, nuru kuu itakayokufunika wewe ukapata ajira katikati ya watu hatari, chakula katika wakati wa jangwa la njaa. Hebu kikainuke, kikaingia ndani ya ghala la nyumba yako. Kusiwe na ukiwa wa chakula, kusiwe na mateso ya ajali tena, kusiwe na vifo katika kila mwaka. Kizazi chako kikaone nuru, neema ya ufalme ikakuandame, upate amani katika nyumba yako, upate furaha katika kizazi chako. Nazungumza uamsho furaha ukakuandame na ukakuzunguke wewe na uzao wako. Mbingu ikatambue jina lako hapa duniani. Mbingu ikahesabu watoto wako kwa namna walivyo. Malaika wakakuzunguke wewe. Wakati adui anatafuta sababu ya kukuumiza wewe, kabla haujapata matatizo,
ninamhukumu yeye atatangulia kabla yako kwa jina la Yesu aliye hai. Na ile mikakati ambayo watu wanataka kutusababishia taifa letu liingie katika eneo la kumwaga damu, haitakai tokee. Nimefuta hiyo mikakati, nimeifuta kwa jina la Yesu aliye hai. Hakuna mtu atakaye kufa kwa ajili ya kushawishiwa na watu ili mtu apate nafasi ya heshima. Hiyo mikakati ya kumwaga damu katika taifa letu destroy in the mighty name of Jesus. Unawaza ni nani atakusaidia kuhusu matatizo yanayokuzunguka? Unawaza ni nani atakusaidia kuhusu magonjwa yanayokuzunguka? Unawaza ni nani atakayekusaidia? Nani angekusaidia kama mlipopata ajali, ile gari ilivyodondoka, kuna watu nakumbuka walikufa, wewe ukabaki. Sasa nasema utaishi na wewe watu watafurahia. Nasema tena, hautazika mtoto kwa sababu ya chuki za shetani, mitego ya wachawi. Swala la kuvaa nguo nyeusi kwa ajili ya msiba, ninaifuta kwa jina la Yesu. Bwana ameahidi kutuvisha vazi jeupe, maana anaelewa hata misiba kuna mavazi yao. Madaktari wana mavazi yao. Hilo vazi lilovikwa la kichawi ninalichoma kwa jina la Yesu aliye hai. Yurili tedia beriva soli tedia ingelamanda fori imopa yavilika lita dia glaritan holodini klaida ingelala tonya foselinkadia holodi glama hukale mipoyo lisaviriteka kalamata kalitika yuni karisa dika noro teka vasa litamika. Neema ya utukufu wa Roho wa Kristo ikakae juu ya kichwa chako kama vazi la nuru ya ufalme wa mbinguni. Bwana atukuzwe. Bwana alihimidi jina lake. Bwana alinue jina lake. Ufalme wake ukawe na nguvu katika afya yako. Tumbo lako limebarikiwa na limepakwa mafuta ya kuishi. Nimestopisha wembe hautapita tumboni kwako kwa damu ya Yesu aliye hai. Msumeno hautapita tena kwenye mguu wako. Shetani amejiandaa kuwa anarusha makombola, wanangu wanapata ajali. Ebu aliyekurushia kombola la ajali na libadilisha likarudi kule lilikotoka mara 7. Likarudi mara 7 na yeye aone mokali ya barita likonselin kadi ya moto mkali ingelala tu. Mtoto wako ninamkinga kwa upanga wa moto. Hata tapeliwa na hata zalia nyumbani kwako tena. Itafungwa ndoa. Pokea neema ya ndoa ya watoto wako kwa jina la Yesu aliye hai. Ndugu mtazamaji wangu katika Yesu Kristo, nachukua nafasi ya kipekee sana kukushukuru kwa kutoa muda wako wa kunisikiliza na kumsikiliza Roho Mtakatifu alivyokuwa akitubariki mimi na wewe. Karibu sana siku nyingine tena kama siku hii ya leo. Tuendelee kushirikiana mimi na wewe kubarikiwa katika Kristo Yesu. Ninazungumza kutoka katika ofisi ya kanisa letu makao makuu jijini Dar es Salaam, Kimara Bonyokwa. Ndipo kanisa letu kuu lilipo. Lakini kwa kweli napenda kukushirikisha baraka hizi ikikubariki. Makanisa yetu yapo katika mikoa yote na wilaya zote katika nchi yetu ya Tanzania.
Mungu akubariki. Ikikupendeza kututembelea katika makanisa yetu, kokote utakakokuwa unatamani kupata mafundisho ya kanisa letu, unaweza kuuliza Kanisa la Ufunuo. Mahala popote lilipo utapata maelekezo, lakini hapo chini kwenye skrini yako unaweza kuona namba za simu zikitembea. Unaweza kupiga simu. Ukipiga simu utapewa maelekezo kwa namna ipi unaweza kufika katika kanisa letu la Ufunuo. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Asante sana.